wewe unanijibu kwa neno lako, na sio tu unanijibu, unanithibitisha neno lako, lakini sio tu unaiheshimu ahadi yako kuliko jina lako. Mungu uliye hai, unaniunganisha na mafuta yaliyojia mtumishi wako ambao umempaka mafuta kwa ajili ya siku ya leo. Najiunganisha na neema iliyojia madhabahu yako na neema iliyo juu ya hii hema ya Bwana. Sema na maisha yangu, nichukue hatua nyingine, nichukue hatua nyingine katika jina la Yesu Kristo. Pepo na Yesu, makofi ya shukrani. Nizungumzie nyufa 6 zilizo kwenye maisha ya mtu, kwenye ndani ya mtu, ambazo zimeuharibu ufalme wake mwenyewe. Na hizi nyufa, tunapozungumza kitu kinachoitwa nyufa 6, maanake kuna vitu ambavyo vipo kwa mtu ambavyo alistahili kusogea, alistahili kufika mahali hafiki kwa sababu ya ufa. Mara nyingi nyumba inapokuwa imepasuka ufa, maanake hata walio nje wanasema huyu fundi aliyejenga amekosea. Na nyumba ikisha pasuka ufa, kama inaenda juu sana, ujue anguko lake ni kubwa. Haleluya! Na ndio maana niliposikia tu mzigo nikasema acha nizungumze neno hili. Inawezekana kuna watu ambao wanakufa na ule ufa umezuia maisha yao, umezuia hatima yao, umezuia afya yao, umezuia maendeleo yao, umezuia kusogea kwao, umezuia hata familia yao kuweza kusogea. Na hakuna kitu ambacho kinaweza kikasababisha ufa. Ufa ukikaa kati ya baba na mama, ujue nyumba imeanguka. Ufa ukikaa katikati ya kundi lolote, ujue hawawezi kusogea. Ufa unapokaa katikati ya taifa, maanake hawezi kufanya maendeleo. Ufa unapokaa mahali hiyo, hata kama mlikuwa ni marafiki, ufa ukikaa katikati yenu, hamwezi kuaminiana tena. Kwa hiyo tunahitaji kuangalia hizi nyumba kwamba tukiweza kuzizima zinaweza zikafanya kazi, lakini moyoni mwangu ninahitaji kuitazama kitabu kile cha Maombolezo 3:52 mpaka 57. Maombolezo 3:52 inasema, walio adui zangu bila sababu wameniwinda sana kama ndege. Walio adui zangu bila sababu wameniwinda sana kama ndege. Wameukatilia mbali uhai wangu gerezani. Wameukatilia mbali uhai wangu gerezani. Na kutupa jiwe juu yangu. Na kutupa jiwe juu yangu. Maji mengi yalipita juu ya kichwa changu. Nikasema, mengi yalipita juu ya kichwa changu, nikasema, nimekatiliwa mbali. Nimekatiliwa mbali. Nalijitia jina lako Bwana, kutoka lile shimo liendalo chini kabisa. Ukaisikia sauti yangu. Usifiche sikio lako. Usifiche sikio lako, ili usisikie pumzi yangu. Hapa tunapotaka kuzungumza, tunamtazama mtumishi wa Mungu. Kitabu hiki cha Maombolezo kiliandikwa na mtumishi wa Mungu alipoitwa Yeremia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na aliandika wakati ule kanisa au taifa la Israeli limeenda uhamishoni. Ninachotaka kuzungumza ni kipindi hakina tofauti na kipindi tulicho nacho sasa. Maana mioyo ya watu inawezekana huko Tanzania, lakini mioyo yetu iko uhamishoni. Hakuna hata mtu mmoja anaweza akasema nina tumaini. Hakuna mtu hata mmoja anaweza akasema kwa sasa nina uhakika. Hakuna mtu hata mmoja anaweza akasema ninajiamini. Pamoja na mazungumzo yote kwamba tunamwamini Mungu, lakini ukweli hatumwamini Mungu kwa 100%. Na kama tungemwamini Mungu kwa 100%, maanake kuna mambo tumefanya, kuna mambo tumeishi, kuna mambo tumetenda, na kama hayo hayatakuwa na hofu ndani yetu. Haleluya! Tunapofanya mambo, tunapokwenda, tunapozungumza, tunapotembea, hata tunapokaa, maanake ninatakiwa nikikaa na Mama Saila, sihitajiki pawepo
kuna tatizo, pawepo na tashwishi, kwa sababu kama ninasema Mungu atatupigania, Mungu atatusaidia, Mungu atatumbusha. Anataka huyo Mungu anayemwita tumuone kwenye matendo, tumuone kwenye utendaji, tumuone katika hali yoyote ya kujiamini kwako. Wewe unasema Mungu anaponya korona, lakini unajifungia chumbani. Unasema Mungu anaponya kansa, lakini una mashaka. Unasema Mungu anaponya HIV, lakini una uhakika. Maana ni mtu ambaye una mashaka. Mtumishi wa Mungu alizungumza akasema, Lazaro alifufuliwa. Yesu akusema, Yesu akukuta mahali akasema, mbeleza gereza. Alimwambia Lazaro, toka nje. Lazaro akatoka. Haijalishi palikuwa na watu, haijalishi palikuwa na watu, lakini alitoka nje. Kwa neno lile tu aliweza kutoka. Nataka tuangalie mambo machache ambayo yanawezekana yakusaidia ukaziba ufa. Ufa wa kwanza ambao niliuona mimi, tatizo kubwa ambalo ufa wa kwanza ni roho ya hofu. Hakuna kitu ambacho kimelisumbua kanisa la leo, kinasumbua watu wengi kama hofu. Haleluya, haleluya. Tazama jirani yako amehofu. Tazama tena amehofu. Mwambie hofu ni dhambi. Alikuwa anazungumza mchungaji akazungumza haraka haraka, jamaa mbona sielewi, nikaja kumtakia mwisho. Hofu ni mbaya. Hofu nikienda kwa daktari, hata kama kakosea kazipa majibu ya mtu mwingine, naweza nikaanguka kwa sababu imeingia hofu. Nilienda kwa mchungaji, ndiye daktari wetu, akachukua vipimo akaniambia una korona, akaniambia tuna HIV, akaniambia tuna kansa. Nitakachotoka nacho tayari nimeburukiwa kwamba ninaenda kufa. Na ukisema unaenda kufa, unakufa kweli. Maanake tayari anaweza akatumika akaniingizia hofu, ile hofu ikatenda kazi, majibu hayakuwa yangu, majibu yalikuwa ya mtu mwingine. Matokeo yake nitatoka nacho pale, nitatoka na hofu. Mungu wangu, maisha yangu yamekwisha. Na ile kusema maisha yamekwisha, maanake ndani kuna hofu, ndani kuna mashaka, maanake umeingia ufa. Kwa hiyo unatembea tena haujiamini, unatembea kwa mashaka. Na hofu inapoingia, ujue kwamba jirani yake kifo anakaribia. Tazama jirani yako, ambaye wakati wa kufa wewe bado. Tikisa tena mwambie wakati wa kufa bado. Mwambie ondokana na hayo. Wiki iliyopita tulikuwa na sehemu moja wanasema mtoto atakufa na miaka 100, mzee atakufa na miaka 100, lakini bado hatujaamini. Iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, lazima uwe na msimamo. Majibu haya sio yangu, hili halitanipata. Nimebeba ndama za Kristo, nimemvaa Kristo. Hata kama utapita katikati yao, neema ya Mungu itanitendea. Tunapewa kupitia neema ya Kristo. Hatujitetei wenyewe, hatujilindi wenyewe, hatujipigania wenyewe, tunapiganiwa. Ni kukata tamaa. Kukata tamaa ni makosa. Kukata tamaa ni dhambi. Hakuna aliyewahi kuambiwa kwamba ana tatizo bado akawa jasiri asiishi. Mzee au ni uongo baba? Daktari alisema lazima ni kweli. Ushuhuda tunao Mungu. Na leo umevaa viatu bwana. Hongera. Nipe mkono. Ilikuwa inashika kabisa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mimi nimetembea hospitali zote za Tanzania kubwa mpaka Muhimbili ya mwisho. Hakuna nyingine tena. Na kila vipimo walivyopima wanasema mimi figo zangu zote zimefeli. Na waambie wapendwa, zimefeli zote. Kawaambia hapa imetosha. Najua yuko Mungu. Ndugu zangu wote walikuwa usi wakati huo.
walikuwa weusi. Maana daktari amesema anatakiwa ndugu yangu mmoja atoe figo moja aliwekee, na gharama ya kuweka ile figo ni shilingi milioni 22. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimefika hapa mapema, nimefika hapa. Nafikiri kuna watendakazi wanafahamu nimefika hapa, wanajua jinsi nilivyokuja. Nimekuja na mtoto wangu na mke wangu, jana wananizuia upande na upande. Nimekaa hapa, nimeingia pale ofisini, nimekutana na mtumishi wa Mungu. Mungu ambariki sana, azidi kumuinua kiwango cha hali ya juu. Si kwa chochote, kwa maombi ya siku moja. Anasema ya siku moja. Nilikuwa nikifika hapo kwanza, viatu vikawa mgumu, lazima nitoe viatu. Navua viatu niweke miguu chini. Maana miguu yenyewe hata kiatu haitaki. Daktari ameshaniambia kwanza, kwa nini unaishi na wakati wengine wenye ugonjwa kama huu wakwako wameshavimba miguu? Nikamwambia najua Bwana Yesu. Basi, na tangu siku hiyo nakuja hapa natembea. Nikaenda kupima. Kabla sasa hivi sijapima tena. Nishapima zaidi ya mara 3. Vipimo nasema figo zangu zote zimejaa mawe. Nikamwambia basi na mimi nitaitwa Peter, kwa sababu na mimi nitakuwa jiwe. Nimekuja hapa nikabatizwa hapa. Jina langu naitwa Peter. Na sasa hivi anatembea, yuko vizuri. Nafikiri mnaniona. Na ametoka mbali. Nimetoka Tegeta. Ametoka Tegeta. Mavuno ya redio. Kuna vitu kama pigo zilikuwa zimekufa. Kama kitu kimetoka kimekufa. Ninayo habari njema. Maisha yako yanabadilika. Amani yako inabadilika. Chochote kilichokufa kwako, tunakwenda kupita Mungu. Ni wakati wa urejesho. Nasema ni mabaya. Ninayo habari njema. Bwana anakupa roho ya ujasiri, roho ya ushindi, na zaidi ya kushinda. Amen. Nikienda ninakwambia. Pointi ya 3. Nataka tuangalie kukata tamaa. Unapopokea habari yoyote nje mbaya, usikate nini? Tamaa. Daktari anakwambia una HIV, hauoni HIV, unarudisha miaka 20 nyuma. Watu wanasema ni unaanza kujisifia, miaka yangu ni hii. Kama jamaa mmoja aliambiwa tengeneza mambo yako nakufa, akasema Bwana, angalia nilivyokwenda mbele zako kwa ukamilifu. Ninayo habari njema, yale uliyofanya kwa ukamilifu kwa Mungu yatakutetea, yatakupigania, yatakushindia. Wakati wengine wanaanguka, wewe bado unasimama. Piga kelele, sema amina. Woga. Woga. Au anasema wala hakupewa roho ya uoga. Hakupewa. Mwambie jirani yako uoga ni dhambi. Mwambie tena uoga ni dhambi. Hebu tuangalie kitabu kile cha Yoshua 10:19. Tenda haraka. Yoshua 10:19. Neno la Mungu linasema, lakini msikae ninyi, wafuatieni adui zenu. Lakini msikae ninyi, wafuatieni adui zenu. Kwa lugha nyingine, huwepo unachotakiwa ni kukabili kile kinachokukabili. Sio kae chumbani. Anasema wafuatieni. Maana yake kimano hatakiwa kae ndani, anatakiwa atoke. Haijalishi watu wanasemaje, maana malango yaliyofungwa, tunatakiwa tusonge mbele. Shida iko wapi? Mwambie jirani yako wafuatieni. Tikisema mwambie wafuate. Mwambie uoga. Tikisema mwambie uoga. Kupitia hizo zote unazaliwa ufa wa umaskini. Kupitia korona hii kuna ufa kubwa wa umaskini unaenda kutokea. Kwa nini?
Kwa sababu sasa hivi kila mtu sababu yake kubwa korona imenyima kutoka. Kuna mmoja aliuliza mpaka sasa hivi bado tunakemea mapepo? Ndio. Na korona hii? Ndio. Sio kama tuliambiwa sasa. Mbona Magufuli bado yeye anafungua masoko? Na kwa nini tusifungue masoko ya hao waliofungwa na sasa? Ona hofu. Ufa wa umaskini unaingia. Ufa mwingine ambao ndio nao ukisumbua kanisa ni roho ya kuridhika. Mtu akiwa na kagari kake na kutumbukia kaa kwenye shimo la maji anajiona tembo. Samani wale wenye vigari vya kutumbukia mnisamehe. Na mimi sijawahi kununua hata kama hapo, kwa hiyo Mungu atatujalia. Yaani akiweza kutumbukia chumvi ameridhika, anajiona ni mtu mkubwa. Kumbe hapo ni mahali pa kuanzia. Unatakiwa uende zaidi ya hapo. Mwambie jirani yako roho ya kuridhika. Kuna mahali unatakiwa kwenda. Amina. Wewe fikiri, ufa wa kuridhika umewafanya watu wengi wameozea hapo hapo. Mtu anakuwa na genge ameridhika. Muuza nyanya ameridhika. Amebeba parachichi mpaka shingo ilikuwa kaya kuja, imerudi kaya kiboko, ameridhika. Kwa sababu kuna kazi kubwa kama kubeba besela maparachichi. Mshawahi kuangalia ile kunje uzito wake? Sasa umebeba 50. Maana hapo unakuta mtu kawaida anatembea na besela. Ameridhika. Si vibaya kuanzia hapo, ila ni vibaya kukaa hapo milele. Roho ya kuridhika. Roho ya kuridhika. Tazama jirani yako, roho ya kuridhika binti. Mwambie usingekuwa unahangaika hivyo kama unavyohangaika binti. Unakaa kidogo unamkuta Lydia. Kaka Sam, rushie jero basi, nataka kujiunga. Wewe unamwita Sam kaka? Yaani unamwita Simba kondoo? Hakuna zawadi utakayopata isiyo na masimamo. Haipo. Nini mabinti hamwezi kuelewa leo, mtakuja kuelewa baadaye. Zawadi yoyote na masimamo. Ndio maana wakati mwingine vijana mnaweza mkakaa hivi, mkakaa na kuja sana. Yule analinga sana. Sio analinga. Anajua si wewe ubongo. Vile vibongo vya jelo, buku mbili unakuta. Maana yani ile asante unayotoa utakuja na ukipata asante. Sasa ukipata asante huwezi kunyooka, unakuta asante. Hata kama una 100 uwe kama hauna, una 10 hauna, ishi maisha hayo. Unafikiri nikuulize swali? Alafu bahati nzuri nikwambie, Samuel akikupa 500 leo, 500 kesho kutwa, mtoto anapiga hesabu. Anaonekana mke anarudisha. Kumbe hapa kuna Daudi anataka apeleke barua mtahe. Kumbe tungali huko. Usikubali mbapo hatumia chumba yako kama vile vigezo cha kupatia umaarufu. Mpe Mungu tukufu, atakuinua kwa wakati uweze. Nenda mwanangu. Amani na yote. Praise Mungu. Lazima ujue. Sijui, usikubali mtu akurushe. Yaani hata kutumia kaaboshe. Mimi nakwambia utakuja kuwapata kizungumkuti atakapokuja kutangaza pesa uchumba. Nilifikiri mimi. Unafikiri wewe wapi? Wakati wewe unatumia tu kazi ya kukwambia wapi? Kwenda na kwenda. Bwana akusaidie. Bwana akutetee. Bwana akupe nguvu ya kushinda na zaidi ya kushinda. Usiridhike rahisi wewe. Kama umwambie Mungu anayerusha kuna mkataba. Kinaeleweka kama vile tunaelewa. Sana.
Sana. Sema sio Benedetta akisema sana nimemuelewa. Haleluya. Namaliza na neno la mwisho. Kitu kingine cha mwisho, kufa wa mwisho ni ile roho ya kuzima. Naomba nikusaidie. Nani ambaye anaweza akanyosha mkono? Mimi nilimwandikia barua ya kuja kanisa, lakini na mimi sikujua kama nitakutana na Samuel. Wote tumeletwa na nani? Na Mungu. Kwa lengo letu hapa ni kumwabudu nani? Mungu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Lakini pamoja na kumwabudu Mungu, tunahitaji kuonyana. Tunahitaji kusemana. Tunahitaji kuambizana. Tusipoambizana, alafu ukiona binti mimi nakusema, ujue kwamba umepata kitu kikubwa sana kufanikiwa. Kwa sababu sikusemi kwa hila. Ukiona na kupigia kelele na kutengenezea soko lako. Hivi unajua kuna watu wako hapo kwa ajili ya kutafuta mke wa kuoa tu. Sio wavulana wote wanataka Yesu hapo. Sio wote wamekuja kutaka Yesu. Wengine wamekuja kwa masawa wapate kuoa. Wengine wamekuja kwa sababu ni umwa. Wengine wamekuja kwa sababu ya nini na lile. Sasa wale wanaotaka kuja kuoa wanawaingia asubuhi, wanakuja kukaa kwenye kiti, wanakaa tu kwenye kiti, akimwona binti anamwona kidogo afadhali. Sasa masaa anasema wewe tabia yako mbaya, mimi nakwambia nitaharibu soko. Asante. Wewe umeelewa mama? Sasa nitaharibu soko. Na nishikani kuharibu soko. Ukiingia kanisani kama ni binti, hebu fanya yale yanayotakiwa, fanya yale yanayopendeza Mungu, maabudu Mungu, tumikia Mungu, ondokana na hila. Na kuna mabinti pia wamekuja kutafuta mume wa kuoa. Siku moja yule binti alikuwa hajakaa sana, akaja kwa mimi mkweli na Mungu nisema. Nileta pasta samani. Wewe umetoka wapi kwanza? Nimekaa kama mwezi. Kama kuna kaka mmoja anaimba sana pale mbele. Nimemuona. Niliangalia naimba nikajua ni John. Na kueleza kabisa. Kwanza hapo nilianza maombi ya kumwombea John. Nikajua nitapoteza. Kwa sababu wewe kujua yule atakuja na roho gani? Kama kana ujasiri mpaka usini, anamkuta John kwenye kona. Kanizeni mwenyewe. Ni vizuri ukajua. Na sio na nikamwita mama Sudai. Nikamwambia ubinti sio mtu huyo. Tuanze maombi ya kuinua Golgotha. Atatuharibia watoto. Kwa sababu kwanza hawaelewi. Yaani kuna siku hapo ukitazama hivi unasema afadhali kidogo. Lakini unakuta mtu mwenyewe mpaka tu alishazama anasema huyu. Tunamhitaji Mungu. Tunamhitaji Mungu. Njoo kanisani kumtaka Mungu. Njoo kanisani Mungu akupe afya. Njoo kanisani Mungu akupe amani. Njoo kanisani Mungu akupe uzima. Utaona mambo makubwa. Ndio. Kuna sio wote wanakuja. Sema uzuri wa Mungu anajuaga kuwagonganisha. Akijua wewe una sura ya kenge, anamtafuta binti mwenye sura ya kenge mwenzako. Wao mnaoana kenge kwa kenge. Mungu achezaji mbali. Mungu hawezi kufanya ujinga. Hawezi kumtafuta mtakatifu aharibu sifa yake. Mstari wangu wa mwisho, kitabu cha Mathayo 18:8. Ndio maana nawaambiaga hata vijana wangu, na kaga sana na ticha, naomba ticha, una wingi wa
wakikuona tunapiga wanajua Mungu wangu yule kaka kama anapiga ngoma hivi, Mungu wangu hawi ni muda wa kumoa. Kuna watu kazioni kutafuta star tu. Kitabu cha Mathayo 18 Nenda kazangu zimeisha, tunamalizia hapo mstari wa 18 inasema Amin nawaambieni yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni. Hapo sasa korona haiwezi kufungwa. Sasa kwa nini wewe bado una mashaka? Yaani ukizura zile nyufa alafu ukafunga yote yanaenda. Alafu ondoa lile neno limeingia kiakilini. Tunazika. Utazika kweli? Mimi hata nikipiga mtu akiniambia tumeiona hali ya corona, sipokei. Nakata. Usiniharibie imani yangu. Alafu mimi sijazeka. Umri bado naishi. Alafu bado na mipango mikubwa. Hatujamaliza ghorofa, hatujapata gari la kanisa, hatujajenga sehemu ya kukaa yatima, hatujajenga hata hospitali. Mambo ni mengi tunatakiwa kufanya. Hata hiyo simkumbushe Mungu, tukumbuka Mungu wote na mambo haya. Na wewe ni mdau si mimi na wewe. Sasa unategemea kama Jaula aondoke mapema, Mungu anataka? Gilbert aondoke mapema, Mungu anataka? Wewe uondoke mapema, Mungu atakubali? Wewe ukiona watu walivyo mzee Baraka aondoke mapema, kinaweka hivi, haiwezekani. Kila mtu ana kazi yake. Mkumbushe tu Mungu kwamba kuanzia leo hizi nyufa 6 hizi na ng'oa mmoja baada ya nyingine, alafu uone kama utavuka. Amen. Nakumbuka siku moja nilikuwa naambia juzi, tulienda kwa Sumbawanga pale pasta. Tukaenda Sumbawanga, kule hakuna godoro. Ndio yale majani ya mahindi hapo. Sengele sasa tulipokuwa tumelala nikaja nyoka, maana nyoka nao anaogopa baridi, anatafuta joto. Mimi nilikuwa nimelala hapa, mzee mmoja alikuwa amelala hapa. Nene hivi ambaye alipeleka, tulikuwa tumeenda naye kwa ajili ya biashara fulani za nguo. Nyoka akatoka huko akainua godoro kaingia. Ni kubwa. Akaikumbe wenzetu wao wanajua kwamba wakiona baridi sana wanajua hili ni nyoka. Kwa hiyo akawa anabilikaga kwenda kule. Mimi maamuma nikalala pale. Ameshasimama yuko mlangoni, anaambia usigeukie kushoto, geukia kulia. Sasa kulia kwangu najua ni wapi. Shukrani sasa. Lakini nyoka yuko katikati, na mimi niko ukutani, na vilikaje sasa? Ile hali ilinisumbua. Niliweza kutoka kwa mimi neema nyingi. Wala sio akili. Nilipoteremka sikulala siku zote 6 nilizobaki. Nilikuwa nakaa kwenye kiti. Kwa sababu tayari hofu imeingia. Lakini nashindwa kujua nani aliyenishindia yale. Mbona kuniacha? Yakini kama pasta aliposema umevuka mengi hata ukafariki leo. Ikawa sehemu ya maisha yako ya kukumbusha. Shida Mungu akukute wapi? Nenda na swali hili, Mungu atanikuta wapi? Amina. Hebu tafakari neno hilo kwa moyo. Kwa nini wengine wamekufa na kansa mimi? Kwa nini wengine wamekufa na HIV mimi? Mzee wangu ndio alikuwa mkono au talia tena. Wewe fikiri mtu anatoka mbele ndugu yako damu na figo tu moja mtatu. Hautaliona tena hilo tatizo. Na ishara itaambatana. Hakuna mahali utakapokanyaga usiwekee watu mikono. Na utakapowekea mikono, figo zao zitakuwa mpya. Sukari haitakuwepo, kansa haitakuwepo. Walioonekana kama kufa, Bwana atawaokoa upya. Na ishara hii ikaambatana na wewe. Amen. Sasa atatoka Bagamoyo kila siku, sitakuwa shida sasa. Hebu inua mkono wako mmoja tu. Unajua kabisa kwamba
una hofu sijui, una nini sijui. Nataka tutubu pamoja, wala usipige magoti, mwambie tu Mungu, hebu zungumza naye. Ninaona Mungu akienda kuwapa watu Kariakoo, ninaona Mungu akienda kuwapa watu Tandika, ninaona Mungu akienda kuwapa watu biashara kubwa, naona Mungu akienda kuwapa watu kazi zenye maana, ninaona Mungu akienda kuinua biashara zilizokuwa zinakufa, ninaona Mungu akienda kuinua watu waliokuwa wameanguka, naona Mungu akiinua watu waliofika mahali wakavunjika moyo, ninaona Mungu akiinua huduma za watu zilizokuwa zimekufa zinaenda kuwa mpya. Hakuna kitakacho kukusudia. Hebu sema nami maneno haya, sema Bwana Yesu, nakuja kwako, niondolee ile roho ya uonevu, ile roho ya mateso, ile roho ya hofu, ile roho ya hofu, ile roho ya mashaka, ile roho ya kukata tamaa, ile roho ya uoga, ile roho ya umaskini, niondolee roho ya kuridhika pamoja na ile roho ya kuridhika. Bwana, mateso haya hayatanipata tena, mateso haya hayatanigusa tena. Nipe nguvu ya ufunguo, nipe nguvu ya uzima, nipe nguvu ya kushinda kile kinachonishinda, kile kinachonipiga